Mara baada ya Wema kuweza kujifungua mtoto mpya, sherehe zinaendelea. Yaani imekuwa kama vile shughuli ya nini? Eti dunia tena. Shughuli ya Tanzania kwa ujumla kwa hiki ambacho kimeweza kutokea kwa sasa hivi. Sasa watu wanajiuliza maswali mengi sana. Hiki kinachoendelea bana kuwaje? Lakini kiuhalisia ni kwamba Zari naye amekuja kuweka mtonyo wa kutosha kweli kweli, kwa sababu ameweka vitu vingi sana na pia ameweza kushukuru kwa kila kitu ambacho kimeweza kutokea. Sasa ujumbe ambao umewastua watu wengi ni namna ambavyo ameweza kuuandika, kwa sababu ameweza kulink Diamond pamoja na Wema Sepetu kwenye ujumbe mmoja. Imagine hii. Kaandika ujumbe gani? Karibu sana. Kama ni mara ya kwanza kufika hapa, basi nikwambie hujachelewa kabisa mtu wangu. Tumia sekunde chache kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe, mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Hii ni Bongo Recap. Kile kinachoendelea kwa sasa hivi, mambo ni moto kweli kweli, kwa sababu kila mmoja anampongeza Wema Sepetu pamoja na Whozu kwa kila kitu ambacho wameweza kukifanya na kila kitu ambacho wameweza kupitia, kwa maana wamekuwa mashujaa kweli kweli. Japo congratulations nyingi sana zimeenda kwa mzee mzima Whozu, kwa sababu wanaume wengi wamepita pale, lakini bado hawajafua dafu kwa kile ambacho kimeweza kutokea kwa Whozu. Ameweza kufanya tofauti, ameweza kufanya wonders, na pia ameweza kuua kabisa kwa hiki ambacho kimetokea. So guess what, kila kitu ambacho kipo sasa hivi bana kimekuwa tofauti sana, kwa sababu watu wengi wameweza kupongeza, lakini pia kitu ambacho kimekuwa interested ni kuhusiana na ujumbe wa Zari the Boss Lady. Huyu ni ex wa Diamond Platinum. Akaona sio mbaya sana, bora mimi nisimpe. Unajua Wema sio kwamba mtu nani, ni mtu maarufu na Zari pia anamfahamu, na pia unajua ex lazima mjuane, yani kwamba mke mwenza lazima mjuane. Hawa walishawahi kupita sehemu moja ya Diamond Platinum, kwa hiyo lazima wanajuana kwa namna moja ama nyingine. Washawahi kukutana kwenye event kadhaa huko na wameshazungumza vitu vingi sana tena sana. Kwa hivyo muda kama huu hapa, Zari alivyoweza kufanya hiki ambacho ameweza kukifanya sio mbaya sana, japo inaonekana kama kitu cha ajabu, lakini kiuhalisia sio kitu cha ajabu kabisa, kwa kuwa ni tayari imeshatokea na tayari mambo yamekuwa ya moto zaidi na zaidi. Sasa kupitia ukurasa wake wa Snapchat ameweza kuzungumza kile ambacho kipo, na pia ameweza kushughulisha kile ambacho kinahitajika kuweza kuwekwa kule, na pia mambo mengine ambayo yapo. Sasa kuna ujumbe huu hapa ambao ameweza kuandika, lakini huu ujumbe umeweza kuwashtua watu wengi, kwa sababu umeweza kubezi kwenye junior nzima. Yani amemuunganisha Diamond Platinum, akamuunganisha pia na Wema Sepetu. Alianza kwa kuandika na pia kutoa pongezi kwa Whozu. Yaani bana, ukishafanya tukio moja ambalo lina makini sana, lazima kila mtu ataweza kukufahamu, na pia kila mtu ataweza kukushabikia kwa kila kitu ambacho umeweza kukifanya. Sasa Zari kupitia ukurasa wake wa Snapchat ameweza kuandika ujumbe mrefu kidogo, lakini sasa ujumbe wake umeweza kubeba maana nzito sana. Yani inaonekana anapuliza na kung'ata, anaingia na kutoka. Ndio ile ukisikia mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, ndicho ambacho ameweza kukifanya Zari the Boss Lady. Kaweza kuandika hivi: hongera Shosti, hongera sana Wema Sepetu. Nishukuru pia kwa kile ambacho kimeweza kutokea, lakini nikwambie tu wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Nampongeza sana mume wako kwa sababu kaonesha zaidi ya upendo. Ni ngumu sana kwa wanaume wa sasa hivi kuweza kuingia kwenye mahusiano na mtu anaofahamu kabisa hawezi kupata mimba, lakini yeye alifanya hivyo. Kama bahati ambayo Mungu amekupa, basi ni kukupa mtu sahihi kwenye maisha yako. Wapo wengi tuliolia tupewe watu sahihi, na kweli ikawa hivyo, tukapewa, lakini baadaye wakaja kubadilika sana, na hatukuamini kama wao walikuwa karibu na sisi. Si hivyo tu, tulikubali kuwapa kila kitu. Tuliwapa mwili wetu, tuliwapa kila kitu, ili mradi wawe na sisi na wala tusije kuachana. Lakini walipopata kile walichohitaji, basi walituacha kabisa na hawakutaka kusikia kuhusiana na sisi. Muombe sana Mungu. Hatua ya kwanza umepiga, lakini mshukuru sana Mungu kwa kuweza kukupa mtu sahihi. Umepiga hatua ya kwanza kuweza kupata mtoto. Hatua ya pili inayofuata ni wewe kuendelea kuishi na huyo mwanaume bila yeye kuweza kuondoka, kwa sababu mambo ni mengi, muda ni mchache.
Sio kila aliyekupatia ujauzito atalazimisha kuishi na wewe, bali wako wengine ambao walitaka tu kukupatia hicho kitu na uweze kuondoka. Lakini kwa upande wa Whozu, naona kabisa umepata mtu sahihi, kwa sababu hawezi kuondoka na kumwacha mtoto wake. Amefanya kazi ngumu, amefanya kazi ndefu, na pia ameweza kukufanya uwe bora zaidi kwa kila kitu ambacho umeweza kukifanya. Wema, na kuita tena Wema, mlinde sana Whozu, kwa sababu huyo ndo furaha yako ya karibu iliyobakia kwa sasa. Hata kama imetokea vipi na sijui imekuwa vipi hadi mkapata ujauzito, lakini miongoni mwa watu ambao unatakiwa ukae nao makini sana ni Whozu. Fitina zitaongezeka, maneno yatakuwa ni mengi zaidi kuliko vile mwanzoni ulivyokuwa hauna mimba. Wapo watakaozungumza kuhusiana na uganga, wapo watakaozungumza kuhusiana na ushirikina, wapo watakaozungumza kuhusiana na wewe kufeli kwenye kila jambo. Lakini nikwambie tu shosti, usikate tamaa, kwani binadamu tumeumbiwa kuongea, na kila jambo litakalotokea duniani sisi lazima tuongee. Haijalishi liwe jambo zuri au jambo baya, lakini kiuhalisia sisi lazima tuweze kuzungumza, na sisi lazima tuweze kuongea kwa kila kitu ambacho kinaendelea. Na kuomba sana rafiki yangu, mtunze sana tena sana shemeji yetu Whozu, kwa sababu yeye kwa sasa ndiyo faraja yetu. Asante, lakini kuwa makini na kile ambacho kimeendelea na watu ambao hawataki kabisa kukisikia. Mimi sina ya kuongea mengi, lakini kumbuka tu nakupenda sana wewe pamoja na Whozu. Asante na kwaheri. Sasa huu ujumbe umeweza kubeba mambo mengi sana, na huu ujumbe umeweza kutafsirika kwa namna tofauti. Kwa nini nakwambia kwa namna tofauti? Imagine pale ambapo Wema ameambiwa na Zari kwamba kitu ambacho kimetokea ni kwamba usikubali akuache, usikubali aende mbali na wewe, kwa sababu wapo wengi wanaokaa na wewe kwa muda huu, lakini baada ya muda wanaondoka na wanapotea kabisa, na wanasahau yale mazuri yote ambayo tuliweza kuyafanyia. Imagine, yani unasahau yale mazuri yote ambayo tuliweza kuwafanyia, na unatuona sisi kama watu wa kawaida. Sisi ni watu tusiofaa na hatupewi thamani ile ambayo inahitajika. Hiki kitu ni kibaya, hiki kitu kinaumiza tena sana, kwa kuwa wewe ukitaka kuingia kwenye uhusiano na mtu fulani, basi unabidi upitie kitu fulani. So ameweza kufunguka mambo mengi sana, lakini kwa upande wako umeonaje hii? Inaonekana moja kwa moja namwambia awe makini sana, kwa sababu wanaume wapo ambao wakipata tu jambo wanaondoka, lakini bado wako wengine ambao wasipopata hata jambo wenyewe wanabaki na endelea kupa moyo kwa kila kitu ambacho kinaendelea. Sasa kwa upande wako vipi? Una maoni gani kuhusiana na hiki? Zari the Boss Lady ameweza kuzungumza pointi tupu. Na vipi kuhusiana na bidada Wema? Hata mlinda vipi sasa Whozu asije kukaa mbali na yeye, kwa sababu ameshaambiwa kuwa kila kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni danger kwenye maisha yake. Hebu niandike kupitia comment section hapo, una ukweli gani kuhusiana na hili? Una ukiki gani kuhusiana na hili? Hili jambo limekaaje? Ndio kazi kwa uji na hili Bongo Recap pekee ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi, story mbalimbali zinazoendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, pamoja na story mbalimbali za mastaa. Zari kafunguka kweli ama ndo hivyo? Ndo hawa tunasema kugombanisha watu? Hebu niandike kupitia comment section. Hii ni Bongo Recap.